Alificha familia yake ya kwanza kwa miaka mingi hadi binti yake alipoonekana kwenye harusi yake ya kifahari. Asubuhi ile ilikuwa tulivu sana, lakini ndani ya moyo wa mzee Baraka kulikuwa na mvutano ambao hakuwahi kuushinda. Watu walimjua kama mfanyabiashara mkubwa, mtu aliyefanikiwa katika uwekezaji, mali isiyohamishika na mikataba ya kifedha iliyobadilisha maisha yake. Lakini nyuma ya tabasamu lake la heshima kulikuwa na siri nzito. Alisimama mbele ya kioo akirekebisha suti yake ya harusi. Leo ni mwanzo mpya, alijisemea kwa sauti ya chini, kana kwamba anajaribu kujiaminisha. Ndani ya jumba lile, maandalizi yalikuwa yakiendelea. Watu walicheka, walipiga simu, walipanga viti. Hakuna hata mmoja aliyedhani kwamba siku hiyo ingeleta jambo ambalo lingegeuza kila kitu. Wakati huo huo, mbali kidogo, mwanamke mmoja aitwaye Zawadi alikaa kimya kwenye kiti cha mbao akitazama simu yake iliyopasuka skrini. Pembeni yake alisimama msichana mdogo, Neema, akiwa na macho yaliyojaa maswali. "Mama, huyo baba kwenye picha ni nani?" Neema aliuliza kwa sauti ya upole. Zawadi hakujibu mara moja. Alihema polepole, kisha akasema, "Ni mtu ambaye alisahau tulikuwepo." Lakini siku hiyo kusahau hakungewezekana tena. Jua lilipanda taratibu, likiangazia mtaa mdogo ambao Zawadi aliishi kwa miaka mingi. Maisha yake hayakuwa rahisi, lakini alikuwa amejifunza kuvumilia bila kulalamika. Neema alisimama mlangoni akimwangalia mama yake aliyekuwa akifunga kitambaa kichwani. "Tunaenda wapi leo?" aliuliza kwa hamu. Zawadi alimwangalia kwa muda mfupi, macho yake yakijaa hisia ambazo hakutaka kuzionyesha. "Tutahudhuria harusi," alisema kwa utulivu. "Harusi?" Neema alifurahi. "Ya nani?" Zawadi alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema, "Ya mtu muhimu sana kwa maisha yetu." Hakueleza zaidi. Ndani ya moyo wake kumbukumbu zilianza kurudi kama mawimbi ya bahari. Miaka iliyopita Baraka hakuwa mtu wa sasa. Alikuwa kijana mwenye ndoto, aliyeahidi mapenzi na maisha ya pamoja. Lakini siku moja aliondoka. Hakurudi, hakutuma ujumbe, hakutafuta. Zawadi alibaki na ujauzito, maumivu na ukimya. Alimlea Neema peke yake, akimfundisha kuheshimu maisha hata pale ambapo maisha hayakuwa na haki. Leo kwa mara ya kwanza alikuwa akichagua kukabiliana na yaliyopita. Na hakujua kwamba uamuzi huo ungefichua ukweli ambao ungeitikisa kila mtu pale harusi. Ndani ya ukumbi mkubwa wa harusi, kila kitu kilionekana kuwa kamili. Viti vilipangwa kwa ustadi, wageni walivaa vizuri na muziki wa taratibu ulijaza hewa kwa utulivu wa kifahari. Asha, bibi ya harusi, alisimama mbele ya kioo akitabasamu. Alikuwa mwanamke mwenye heshima, aliyefanya kazi kwa bidii kujijenga. Hakujua chochote kuhusu maisha ya zamani ya Baraka. "Leo ni siku yetu," rafiki yake alimwambia, huku akishika mkono wake. Asha alitikisa kichwa kwa furaha. "Nimepata mtu sahihi," alisema kwa kujiamini. Wakati huo huo, Baraka aliongea na wageni wake akicheka kwa sauti ya chini. Watu walimpongeza kwa mafanikio yake ya biashara na uwekezaji, lakini hafla macho yake yalipoteza utulivu. Alimuona mwanamke aliyesimama mbali kidogo. Zawadi? Moyo wake uliruka. Hakutarajia kumuona tena. Si leo, si hapa. Na pembeni yake alimuona msichana mdogo aliyefanana naye kwa namna ambayo haingeweza kufichika. Baraka alishika glasi yake kwa nguvu, mikono yake ikitetemeka kidogo. "Si leo," alinong'ona. Lakini tayari ilikuwa imeanza. Siri ambayo alijaribu kuificha kwa miaka mingi ilikuwa imefika mahali ambapo haingeweza kufichika tena. Zawadi aliingia ukumbini kwa hatua za taratibu, akiwa ameshika mkono wa Neema. Hakujali macho ya watu waliowatazama. Alijua sababu ya kuwa pale. Neema alitazama kila kitu kwa mshangao. "Mama, hii ni nzuri sana," alisema kwa furaha ya mtoto. Zawadi alitabasamu kidogo, lakini moyo wake ulikuwa mzito. "Ndiyo, ni nzuri," alisema,
lakini sauti yake ilikuwa na uzito wa historia. Wageni wengine walinong'ona, wakijaribu kuelewa ni nani wanawake hao wawili. Hakukuwa na mtu aliyewajua. Baraka alisimama mbali akiwatazama. Alitaka kuondoka, lakini miguu yake ilishindwa kusonga. Neema alipogeuka kumtazama vizuri, macho yao yalikutana. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache ambao ulisema kila kitu bila maneno. Mama, huyo ni nani? Neema aliuliza tena, safari hii kwa sauti ya polepole zaidi. Zawadi hakukimbia ukweli tena. Alipiga hatua moja mbele, akimwangalia Baraka moja kwa moja. Huyo, alisema kwa sauti thabiti, ndiye baba yako. Maneno hayo hayakusikika na Neema peke yake. Watu waliokuwa karibu walisimama ghafla, wakitazamana kwa mshangao. Na kwa mara ya kwanza, ukumbi ule ulipoteza furaha yake. Ukumbi mzima ulizizima kwa ukimya mzito. Muziki ulipungua, mazungumzo yakasimama, na macho yote yakahamia kwa Zawadi, Neema na Baraka. Baraka alijaribu kusema kitu, lakini maneno yalikuwa makooni. Hakuwa amejiandaa kwa wakati huu. Asha aliyekuwa karibu na jukwaa, aligeuka polepole. Kuna nini kinaendelea? Aliuliza, sauti yake ikiwa na wasiwasi. Hakuna aliyemjibu mara moja. Neema alimwangalia Baraka kwa makini, kama anajaribu kusoma uso wake. Wewe, kweli ni baba yangu? Aliuliza kwa sauti iliyojaa matumaini na hofu kwa wakati mmoja. Swali hilo lilimchoma Baraka moyoni. Zawadi hakusema tena. Alimwachia Baraka nafasi ya kusema ukweli ambao alikimbia kwa miaka mingi. Wageni wengine walitoa simu zao kimya kimya, wengine wakinong'ona. Hii haikuwa tena harusi ya kawaida. Ilikuwa hadithi ya ukweli, maumivu na siri iliyokuwa imefichwa kwa muda mrefu. Baraka alifungua mdomo wake hatimaye, lakini kabla hajazungumza, Asha alipiga hatua mbele, macho yake yakimwangalia kwa mashaka makubwa. Baraka, hawa ni nani? Na hapo ndipo kila kitu kilikuwa karibu kubadilika kabisa. Asha alisimama katikati ya ukumbi, macho yake yakihama kutoka KWA Baraka kwenda KWA Zawadi na Neema. Uso wake ulianza kupoteza ile furaha ya harusi, ukibadilika kuwa swali kubwa lisilo na majibu. Baraka, nauliza tena, hawa ni nani? Sauti yake sasa ilikuwa thabiti, lakini imejaa maumivu yaliyokuwa yanaanza kujitokeza. Baraka alimeza mate. Alijaribu kutabasamu, lakini ilionekana wazi kuwa hakuwa na amani. Ni watu ninaowajua zamani, alisema kwa kusita. Zawadi alitikiza kichwa taratibu. Usipunguze ukweli, alisema kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito. Sema kama ilivyo. Neema alishika mkono wa mama yake kwa nguvu zaidi. Hakuelewa kila kitu, lakini alihisi hali si ya kawaida. Asha alimsogelea Baraka hatua moja mbele. Zamani gani? Mbona sijasikia hii hadithi yote? Ukumbi ulikaa kimya, kila mtu akisubiri jibu. Baraka alihisi jasho likimtoka, sio kwa sababu ya joto, bali kwa sababu ukweli ulikuwa umefika mlangoni. Na kwa mara ya kwanza, alitambua kuwa hakuna njia ya kukimbia tena. Zawadi alichukua hatua moja mbele, akisimama karibu zaidi. Hakukuwa na hasira kwenye uso wake, lakini kulikuwa na uchovu wa miaka mingi ya kunyamaza. Usijali, nitasema mimi, alisema kwa sauti ya utulivu. Asha alimwangalia moja kwa moja. Sema. Zawadi alivuta pumzi ndefu. Miaka mingi iliyopita, kabla ya haya yote, mimi na Baraka tulikuwa pamoja. Tulijenga ndoto, tukapanga maisha. Ukumbi ulianza kunongona tena. Lakini siku moja, aliondoka. Hakusema chochote. Hakurudi. Asha aligeuka kumtazama Baraka haraka. Hii ni kweli? Baraka hakujibu. Ukimya wake ulisema kila kitu. Zawadi aliendelea. Na wakati huo, nilikuwa tayari na mimba yake. Maneno hayo yalipiga kama radi ndani ya ukumbi. Neema alimtazama mama yake kisha Baraka. Ndio maana ulisema. Zawadi alimkumbatia kidogo. Asha alirudi nyuma hatua moja, macho yake yakijaa machozi. Ulinificha hili? Baraka alifungua mdomo wake pole pole, lakini hata sasa maneno yalikuwa mazito sana kutoka. Nilitaka kusema. Baraka alianza, lakini sauti yake ilivunjika. Asha alicheka kidogo, si kwa furaha, bali kwa uchungu. Ulitaka kusema lini? Baada ya harusi au baada ya watoto? Wageni walikaa kimya, wengine wakiitikisa vichwa kwa polepole. Neema alimtazama Baraka kwa macho ya moja kwa moja. Kwa nini hukuvya? Aliuliza kwa sauti ndogo lakini iliyojaa ukweli. Swali hilo lilimchoma Baraka zaidi kuliko hata maneno ya watu wazima. Aliinama kidogo, akiepuka macho ya Neema. Maisha yalikuwa magumu, nilikuwa natafuta njia ya kufanikiwa, alisema kwa kujitetea. Zawadi alitikisa kichwa. Na sisi tulikuwa nini? Hatukuwa sehemu ya maisha yako? Baraka alikaa kimya tena. Asha sasa alikuwa ameshika kichwa chake kidogo. Hii sio hadithi ndogo. Hii ni familia ulioacha.
alisema kwa sauti ya polepole. Ukumbi haukuwa tena wa sherehe, ilikuwa mahali pa hukumu ya ukweli. Na kila mtu alijua, hakuna mtu angeondoka pale akiwa yule yule aliyekuja. Mzee mmoja aliyekuwa miongoni mwa wageni alisimama pole. Hii siyo jambo la kucheka, alisema kwa sauti nzito. Hapa kuna mtoto, kuna mama na kuna ukweli ambao hauwezi kufunikwa tena. Maneno yake yalizidi kulitanganya ukumbi. Asha alimsogelea Zawadi kwa tahadhari. Hakukuwa na hasira machoni mwake, bali kulikuwa na hamu ya kuelewa. Umemlea peke yako? Aliuliza kwa sauti ya chini. Zawadi alikubali kwa kichwa. Ndiyo, bila msaada, bila majibu. Asha alimtazama Neema kwa muda mrefu, kisha akasema, ni msichana mzuri. Neema alitabasamu kidogo, lakini bado alikuwa na hofu. Baraka alijaribu kuingia katikati. Naweza kurekebisha hii, alisema KWA haraka. Zawadi alimtazama KWA. Miaka yote hii ulikuwa wapi kurekebisha? Hakukuwa na jibu. Asha alifunga macho yake KWA sekunde chache, kana kwamba anapima uamuzi mkubwa. Na hapo ndipo ilianza kuonekana wazi. Hii haikuwa tena kuhusu harusi tu. Ilikuwa kuhusu nani atasimama na ukweli na nani ataendelea kujificha. Ukumbi ulikaa kimya tena, lakini sasa ulikuwa kimya cha kusubiri uamuzi. Asha alifungua macho yake polepole, akimwangalia Baraka. Nahitaji ukweli wote, sio nusu, sio vipande. Baraka alitikisa kichwa polepole. Alijua hakuwa anachagua tena. Lakini kabla hajaanza kusema, Neema alipiga hatua mbele. Sitaki pesa, alisema ghafla. Watu wote waligeuka kumtazama. Sitaki nyumba wala vitu vyako, aliendelea kwa sauti ndogo lakini hadhiti. Nataka kujua tu kama ulifikiria kunitafuta hata siku moja. Swali hilo lilivunja kabisa moyo wa Baraka. Alipiga magoti polepole bila hata kutarajia. Nilifanya makosa, alisema kwa sauti ya chini. Makosa makubwa sana. Zawadi aligeuza uso wake kidogo, macho yake yakiwa na machozi ambayo hakutaka kuonyesha mbele ya watu. Asha alisimama kimya, akishuhudia yote, na kwa mara ya kwanza tangu siku ianze, kila mtu alitambua hadithi hii bado haijafika kilele chake. Kuna kitu kikubwa zaidi bado kinakuja. Baraka bado alikuwa amepiga magoti, macho yake yakimtazama Neema kama mtu anayeomba nafasi ya pili. Lakini kabla hajazungumza tena, sauti ingine ilisikika kutoka nyuma ya ukumbi. Basi sema yote, sio hii nusu ya ukweli. Watu waligeuka. Alikuwa ni mwanamke mkubwa kidogo, mwenye uso wa heshima na macho makali. Mama yake Baraka, Mama Rehema. Baraka alishtuka. Mama, hukutakiwa kuwa hapa, alisema kwa hofu iliyochanganyika na aibu. Mama Rehema alitembea polepole hadi katikati ya ukumbi. Nilipaswa kuwa hapa tangu mwanzo, kwa sababu ukweli huu haukuanza leo. Ukumbi ulikaa kimya tena. Asha alimsogelea. Mama, unamaanisha nini? Mama Rehema alimwangalia Zawadi kwa muda mfupi, kisha akasema, huyu mwanamke hakutelekezwa tu, alinyamazishwa. Maneno hayo yalipiga ukumbi kama radi. Baraka alitikisa kichwa kwa nguvu. Hapana, mama, tafadhali. Lakini ilikuwa imechelewa. Mama Rehema aliendelea. Kuna kitu Baraka hajawaambia, na leo nitahakikisha kinaeleweka. Na hapo, kila mtu alijua. Hii hadithi ilikuwa na kina zaidi kuliko walivyodhani. Zawadi alisimama kimya, akimtazama Mama Rehema kwa mshangao. Hakutarajia kumwona tena, sembuse kusikia akisema ukweli mbele ya watu wote. Asha alishika mkono wake kidogo, kama ishara ya kutaka kuelewa zaidi. Tafadhali, sema yote, alisema kwa sauti ya heshima. Mama Rehema alivita pumzi polepole. Miaka ile, Baraka alitaka kukuoa, alimwambia Zawadi. Zawadi alishangaa. Ndiyo, lakini aliondoka. Mama Rehema alitikisa kichwa. Hakuondoka kwa hiari yake. Ukumbi ulizizima kwa mshangao. Baraka alifumba macho, kana kwamba hataki kusikia tena. Mama Rehema aliendelea. Nilimlazimisha. Nilimwambia akuchague kati ya wewe au maisha aliyokuwa anayatamani. Zawadi alirudi nyuma kidogo.
Ulimlazimisha? Ndiyo, Mama Rehema alisema bila kujitetea. Nilihofia umaskini, niliona huna kitu cha kumpa. Neema alimshika mama yake kwa nguvu zaidi. Asha aligeuka kumtazama Baraka. Hii ni kweli? Baraka alifungua macho polepole, machozi yakianza kujikusanya. Na hapo ukweli mwingine ulianza kuumiza zaidi kuliko ule wa mwanzo. Baraka alisimama polepole kutoka magotini, akionekana kama mtu aliyebeba mzigo mzito kwa miaka mingi. Ndiyo, ni kweli, alisema kwa sauti iliyovunjika. Ukumbi ulikaa kimya tena. Nilikuwa naogopa kumpoteza mama yangu, na nilikuwa na njaa ya mafanikio, aliendelea. Nilichagua njia rahisi, lakini nikapoteza watu muhimu. Zawadi alimtazama kwa macho yaliyojaa hisia tofauti. Maumivu, hasira, lakini pia kumbukumbu za mapenzi yaliyopita. Na baada ya hapo, aliuliza kwa sauti ya utulivu. Baraka alishusha macho. Nilijua ulikuwa na mimba, lakini nilikuwa tayari nimeingia kwenye maisha mapya. Nilijificha nyuma ya kazi, uwekezaji, pesa. Neema alinyamaza, macho yake yakianza kuloa machozi. Asha aliketi polepole kwenye kiti, kana kwamba nguvu zilikuwa zinamwisha. Kwa hiyo, ulijua? Aliuliza kwa sauti ya chini sana. Baraka hakujibu kwa maneno, lakini macho yake yalijibu. Na hapo, kila mtu alihisi uzito wa uamuzi mmoja ambao uliharibu maisha ya watu wengi. Asha alinyanyuka tena, lakini safari hii hakukuwa na tabasamu wala matumaini. Kulikuwa na uamuzi unaojengeka ndani yake. Baraka, uliniambia wewe ni mtu wa ukweli, alisema polepole. Lakini leo nimegundua kuna sehemu kubwa ya maisha yako hukuwahi kunionyesha. Baraka alijaribu kusogea karibu. Naweza kurekebisha. Asha alinyanyua mkono kumzuia. Hapana, usikimbilie kurekebisha kabla ya kuelewa ulichovunja. Ukumbi ulikaa kimya kabisa. Asha alimwangalia Zawadi, kisha Neema. Ninyi ndiyo mmebeba mzigo huu kwa miaka yote, sio mimi. Zawadi alishusha macho kidogo, akiheshimu maneno hayo. Mama Rehema alisimama pembeni, akionekana kujuta kwa mara ya kwanza. Asha aligeuka tena kwa Baraka. Swali sio kama unaweza kurekebisha. Swali ni kama unastahili nafasi hiyo. Maneno hayo yalikaa hewani kwa uzito mkubwa. Na hapo, kila mtu alijua uamuzi unaokuja hautakuwa rahisi kwa yeyote. Neema alisogea mbele kidogo, macho yake yakimtazama Asha kwa hofu na matumaini. Samahani, alisema kwa sauti ndogo. Asha aligeuka kwake mara moja. Huna kosa lolote, alimwambia kwa upole. Neema aliendelea. Sikutaka kuharibu harusi yako, nilitaka tu kujua baba yangu. Maneno hayo yalifanya macho ya watu wengi kuloa machozi. Asha alimsogelea polepole, akiinama kidogo ili kuwa karibu na Neema. Hujaharibu chochote, ukweli hauharibu, unaweka wazi tu. Baraka alitazama tukio hilo kwa huzuni kubwa. Zawadi alisimama kimya, lakini ndani yake kulikuwa na mapambano ya kusamehe au kuendelea mbele bila kuangalia nyuma. Mama Rehema alifunga macho yake, akionekana kubeba majuto ya miaka mingi. Ukumbi haukuwa tena wa sherehe, ulikuwa mahali pa maamuzi ya maisha. Na sasa kila mtu alisubiri kuona nani atasamehe, nani ataondoka, na nani atalazimika kuanza maisha upya kabisa. Ukumbi ulikaa kimya kwa muda mrefu, kana kwamba kila mtu alikuwa anatafuta pumzi mpya. Asha alisimama katikati, macho yake yakizunguka polepole. Hakukuwa na haraka tena ndani yake. Harusi hii ilisimama juu ya ukweli niliouamini, alisema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu. Lakini leo ukweli huo umebadilika. Baraka alitikisa kichwa haraka. Asha, tafadhali, usifanye uamuzi wa haraka. Asha alimwangalia moja kwa moja. Uamuzi huu haukuanza leo, ulianza siku ulipoamua kuficha maisha yako ya kwanza. Watu walitazamana wakijua kuwa maneno hayo yalikuwa na uzito mkubwa. Zawadi alishika mkono wa Neema akijaribu kumlinda dhidi ya hali nzima.
Neema alimwangalia Asha kwa makini, kana kwamba anasubiri kitu kisichojulikana. Mama Rehema alisogea mbele kidogo. "Binti yangu, tafadhali," alisema kwa sauti ya kujute, lakini Asha alinyanyua mkono polepole kumzuia. "Hii siyo hadithi yako tu mama, hii ni maisha yangu." Na hapo kila mtu alijua Asha alikuwa karibu kufanya uamuzi ambao ungeamua hatima ya wote waliokuwepo. Asha aligeuka kumtazama Neema tena. Kulikuwa na upole ambao haukuwepo mwanzo. "Umesema unataka tu kumjua baba yako," alisema kwa sauti ya chini. Neema alikubali kwa kichwa polepole. Asha alinyanyuka vizuri akivuta pumzi ndefu. "Basi leo utamjua, sio kwa maneno bali kwa matendo." Baraka alishtuka kidogo. "Unamaanisha nini?" Asha aligeuka kwake. "Namaanisha kuwa leo lazima uamue. Siwezi kuwa sehemu ya maisha ya mtu ambaye hajamaliza maisha yake ya nyuma." Ukumbi ulizizima tena kwa mshangao. Zawadi alimtazama Asha kwa makini, kana kwamba anaanza kumheshimu zaidi. Asha aliendelea, "Una familia hapa na ulikuwa na familia huko. Sasa huwezi kuwa na zote bila ukweli kamili." Baraka alihisi kama dunia inamzunguka. Mama Rehema alishika kifua chake kidogo, akihisi uzito wa hali. Neema alimwangalia Baraka kwa macho ya moja kwa moja, na sasa kila kitu kilikuwa mikononi mwake. Baraka alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, macho yake yakihama kutoka kwa Asha kwenda kwa Zawadi, kisha Neema. Hakuwahi kufikiria siku kama hii ingekuja. "Siwezi kupoteza kila kitu kwa wakati mmoja," alisema polepole. Zawadi alicheka kidogo kwa uchungu, "Lakini ulituacha sisi bila kufikiria mara mbili." Maneno hayo yalimkata Baraka kama kisu. Asha alisimama kimya, akisubiri jibu la kweli, sio maneno ya kujitetea. Neema alinyamaza, lakini macho yake yalikuwa yakimwomba kitu, hata kama ni ukweli mchungu. Baraka alishusha kichwa chake. "Nimechoka kukimbia," alisema hatimaye. Ukumbi ulikaa kimya kabisa. "Lakini sijui nianzie wapi," aliongeza kwa sauti ya kukata tamaa. Zawadi alitikisa kichwa. "Anza kwa kusema ukweli wote, hata ule unaokuogopesha." Asha alikubali kimya kimya. Na hapo Baraka alijua hakukuwa na njia kurudi nyuma tena, lakini kile alichokuwa karibu kusema kingeleta mshtuko mwingine mkubwa zaidi. Baraka alivuta pumzi ndefu, kana kwamba anajiandaa kutoa mzigo ambao umebaki moyoni kwake kwa miaka mingi. "Kuna kitu kingine hamjui," alianza polepole. Ukumbi ulivuta pumzi kwa pamoja. Zawadi alikunja uso kidogo. "Kitu gani tena?" Baraka aliinua macho yake akimtazama moja kwa moja. "Siku ile nilipoondoka, sikukuacha tu kwa sababu ya mama yangu." Asha alishtuka kidogo. "Una maana gani?" Baraka alifumba macho kwa sekunde chache. "Nilikuwa na deni kubwa na watu waliokuwa nyuma yangu. Nilihofia kwa maisha yenu yangekuwa hatarini kama ningebaki." Ukumbi ulizizima tena kwa mshangao mwingine. Zawadi alirudi nyuma kidogo. "Unasema ulikuwa unatulinda?" Baraka alitikisa kichwa polepole. "Sikujua namna NY ingine. Nilikosea, lakini nilifikiria kuwa kuondoka NDIYONGI pekee." Neema alimtazama kwa mshangao na maumivu kwa wakati mmoja. Asha alikaa kimya, akijaribu kuelewa ukweli mpya. Na hapo hadithi ilibadilika tena. Sasa haikuwa tu ya kuacha, bali pia ya hofu iliyofichwa. Ukumbi ulikaa kimya mzito zaidi kuliko awali. Ukweli uliendelea kufunguka, lakini kila ukweli ulileta maswali mapya. Zawadi alimsogelea Baraka hatua moja. "Kama ulikuwa unatulinda, kwa nini hukurudi hata baada ya hali kutulia?" Baraka hakujibu mara moja. Asha aliongeza kwa sauti ya chini, "Ndiyo, kwa nini?" Baraka alishusha macho yake. "Kwa sababu nilishaanza maisha mapya, na nilihofia kurudi kungevunja kila kitu." Neema alitikisa kichwa polepole. "Lakini tayari ulivunja kitu, sisi." Maneno hayo yalikaa hewani kwa uzito mkubwa. Mama Rehema alilia kimya kimya pembeni, akiona matokeo ya maamuzi ya zamani. Asha alisimama tena, safari hii akiwa na utulivu wa ajabu. "Baraka," alisema kwa sauti thabiti, "sasa unajua ukweli wote uko wazi." Baraka alimtazama kwa matumaini kidogo. Asha aliendelea, "Na sasa nitafanya uamuzi wangu." Ukumbi wote ulisubiri, na hapo ndipo kila mtu alijua dakika zinazofuata zingebadilisha maisha yao milele.
Ukumbi ulikuwa kimya kabisa, hakuna aliyethubutu kuongea. Asha alisimama mbele ya Baraka, macho yake yakiwa na utulivu ambao haukuwa rahisi kuelewa. "Nilikuja hapa leo kuanza maisha mapya," alisema polepole. "Lakini nimegundua, huwezi kuanza upya ukiwa umeacha sehemu ya maisha yako nyuma bila kuimaliza." Baraka alimtazama kwa macho ya kuomba. "Nipe nafasi Asha, nitaweka kila kitu sawa." Asha alitikisa kichwa kidogo. "Hili sio suala la kuweka sawa haraka, ni suala la uaminifu." Zawadi alisimama kimya, akisikiliza bila kuingilia. Neema alishika mkono wa mama yake, macho yake yakihama kati ya watu wazima waliokuwa wanabadilisha maisha yake bila yeye kuchagua. Asha alichukua pumzi ndefu. "Sitaendelea na harusi hii, si leo." Maneno hayo yalipiga ukumbi kama radi. Wageni walinongona, wengine wakishika vichwa vyao kwa mshangao. Baraka alirudi nyuma hatua moja, kana kwamba amepigwa. Na hapo kila mtu alijua siku hii haikuwa tena ya sherehe, ilikuwa ya ukweli na maamuzi magumu. Baraka alishika kichwa chake kwa mikono miwili, akitetemeka kidogo. "Asha, tafadhali, usiniache hivi," alisema kwa sauti iliyovunjika. Lakini Asha hakurudi nyuma, alisimama imara, kana kwamba alikuwa shapata amani ndani yake. "Sikuachi kwa sababu ya hasira," alisema. "Naondoka kwa sababu nahitaji kuheshimu maisha yangu." Mama Rehema alisogea mbele, macho yake yakiwa na machozi. "Binti yangu, tafadhali, mpe nafasi nyingine." Neema alimwangalia kwa upole. "Mama, nafasi haiji bila ukweli, na ukweli huu umechelewa sana." Zawadi aligeuza uso wake, akijaribu kuficha hisia zake. Neema alimtazama Asha kwa mshangao. Hakutarajia mtu huyo angekuwa na nguvu hivyo. Asha alichukua pete yake polepole, akaishika kwa sekundi chache, kisha akamkabidhi Baraka. Ukumbi ulizizima tena. "Hii haimaanishi mwisho wa maisha yako," alisema. "Inamaanisha mwanzo wa uwajibikaji." Na hapo kila mtu alihisi uzito wa uamuzi huo, uamuzi ambao haukuwa wa chuki bali wa heshima binafsi. Baada ya Asha kuondoka polepole kuelekea nje ya ukumbi, kimya kilitawala kwa muda mrefu. Baraka alibaki amesimama pale, pete mkononi, macho yake yakiwa yamejaa majuto ambayo hayangeweza kufutwa kwa maneno. Zawadi aligeuka kuondoka pia, hakukuwa na sababu ya kubaki. Lakini kabla hajapiga hatua ya pili, Baraka aliita kwa sauti ya chini, "Zawadi, tafadhali, usiende." Zawadi alisimama, lakini hakugeuka mara moja. Neema alimtazama baba yake kwa macho ya matumaini. "Sitaki kupoteza tena kile nilichokosa kwa miaka yote," Baraka alisema. "Najua siwezi kurudisha muda, lakini naweza kuanza sasa." Zawadi aligeuka polepole, macho yake yakiwa na maumivu yaliyofichwa kwa muda mrefu. "Kuanzia sasa hakutoshi kufuta jana," alisema kwa utulivu. Baraka alitikisa kichwa. "Najua, lakini nipo tayari kujifunza, hata kama ni kwa hatua ndogo." Neema alishika mkono wa mama yake, akisubiri jibu. Na hapo Zawadi alilazimika kufanya uamuzi ambao ungeamua mustakabali wa mtoto wake. Zawadi alimtazama Neema kwa muda mrefu, kana kwamba anatafuta jibu ndani ya macho yake. Neema hakusema kitu, lakini alitikisa kichwa kidogo, ishara ya matumaini, sio shinikizo. Zawadi alivuta pumzi ndefu. "Kuna mambo ambayo hayawezi kurudi kama yalivyokuwa," alisema polepole, "lakini kuna mambo yanaweza kujengwa upya kama kuna ukweli." Baraka alinyanyua macho yake, matumaini yakianza kurudi kidogo. Zawadi aliendelea, "Kuna mambo ambayo hayawezi kurudi kama yalivyokuwa, lakini kuna mambo yanaweza kujengwa upya kama kuna ukweli." Baraka alinyanyua macho yake, matumaini yakianza kurudi kidogo. Zawadi aliendelea, "Hii sio kuhusu mimi na wewe tena, ni kuhusu yeye." Akamwangalia Neema. "Utakuwa baba kwake, sio kwa maneno, bali kwa matendo." Baraka alitikisa kichwa haraka, machozi yakianza kumtoka. "Niko tayari." Mama Rehema alilia kimya kimya, akiona nafasi ya kurekebisha kosa la zamani. Ukumbi haukuwa tena wa sherehe, lakini kulikuwa na kitu kipya, nafasi ya pili. Na kwa mara ya kwanza tangu siku ianze, kulikuwa na mwanga mdogo wa matumaini.
Watu walianza kuondoka polepole, wakiacha nyuma ukumbi ambao ulikuwa umejaa hisia nzito kuliko sherehe yoyote. Baraka alisimama karibu na Neema, lakini hakuthubutu kumshika bila ruksa. Neema alimwangalia, kisha akasema kwa sauti ya upole, "Tutaanza lini?" Swali hilo lilimfanya Baraka atabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. Sio tabasamu la kujificha, bali la kweli. "Leo, kama utaruhusu," alisema kwa upole. Neema alitikisa kichwa. Zawadi alisimama pembeni, akitazama tukio hilo kwa utulivu wa ndani ambao hakuwahi kuwa nao kwa miaka mingi. Mama Rehema alisogea karibu, akisema kwa sauti ya chini, "Samahani kwa yote." Zawadi alimwangalia, kisha akasema, "Tusonge mbele, lakini tusisahau tulikotoka." Nje jua lilikuwa linaanza kushuka taratibu, na ingawa harusi haikufanyika, kitu kingine kilizaliwa siku hiyo: ukweli, uwajibikaji na mwanzo mpya. Lakini bado hadithi haijaisha kabisa. Kuna kitu kinamngojea Baraka nje ya ukumbi ambacho hakutarajia kabisa. Baraka alitoka nje ya ukumbi akiwa na Neema na Zawadi pembeni yake. Hewa ya jioni ilikuwa tulivu, lakini ndani yake kulikuwa na mchanganyiko wa huzuni na matumaini. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi hakujisikia peke yake. Lakini ghafla gari moja jeusi lilisimama mbele yao. Mlango ukafunguka polepole. Mwanamume mmoja alishuka, uso wake ukiwa mgumu. "Baraka!" aliita kwa sauti nzito. Baraka alishtuka, uso wake ukabadilika mara moja. Zawadi aligundua mabadiliko hayo. "Ni nani huyo?" aliuliza kwa tahadhari. Baraka hakujibu mara moja. Alijua huyu si mgeni wa kawaida. Mwanaume huyo alisogea karibu zaidi. "Tulikuwa tunakusaka kwa muda mrefu," alisema. Neema alishika mkono wa mama yake kwa hofu. Baraka alisimama mbele yao kana kwamba anawalinda. "Nilisema nitamaliza kila kitu," Baraka alisema kwa sauti ya chini. Mwanaume huyo alicheka kidogo. "Sio rahisi hivyo." Na hapo kila mtu alitambua ile siri ya deni haikuwa bado imeisha. Zawadi alihisi hofu ikiingia ndani yake. "Baraka, hai ni nini tena?" Baraka alimeza mate. "Ni sehemu ya makosa yangu ya zamani." Mwanaume huyo aliingilia kati. "Sio makosa tu, ni ahadi ambazo hazikutimizwa." Asha, ambaye alikuwa hajafika mbali sana, alisimama akitazama tukio hilo kutoka mbali. Hakujua kwa nini moyo wake hakumruhusu kuondoka kabisa. Neema alimtazama babake. "Hawa watu watakuumiza." Swali hilo lilimfanya Baraka simame imara zaidi. "Hapana," alisema kwa sauti thabiti. "Sitakubali hilo." Mwanaume huyu alicheka tena, lakini safari hii kwa dharau kidogo. "Unafikiri bado uko peke yako?" Baraka alijoka kuangalia familia yake, Zawadi na Neema. Kwa mara ya kwanza hakuwa tayari kukimbia. "Sitatoroka tena," alisema kwa nguvu. Na hapo kulikuwa na mabadiliko ndani yake ambayo kila mtu alihisi. Huyo hakuwa tena yule Baraka wa zamani. Mama Rehema alitoka nje kwa haraka, akiona hali inavyokuwa. "Hapana, si tena," alisema kwa sauti ya wasiwasi. Mwanaume huyo alimwangalia kwa sekunde chache. "Hii ni biashara ya zamani mama. Tafadhali usiingilie." Mama Rehema alisimama mbele kidogo. "Makosa yetu yalitosha kuumiza familia hii. Sitakubali yaendelee." Zawadi alishangaa kuona mabadiliko hayo. Baraka alijikusanya, akachukua hatua moja mbele. "Niambie ni kiasi gani kimebaki?" alisema kwa utulivu. Mwanaume huyu alimtazama kwa makini. "Sasa unataka kulipa?" Baraka alitikisa kichwa. "Ndiyo, nitamaliza hii leo, bila kukimbia." Asha alisogea karibu zaidi, akisimama pembeni kimya kimya. Hakusema kitu, lakini uwepo wake uliongeza uzito wa tukio hilo. Mwanaume huyu alitabasamu kidogo. "Sawa, basi leo tutamaliza." Na hapo kila mtu alijua huu ulikuwa mwisho wa kile kilichoanza miaka mingi iliyopita. Dakika chache zilipita kwa mazungumzo ya chini kati ya Baraka na yule mwanaume. Hatimaye Baraka alirudi kwa Zawadi na Neema. Uso wake ulikuwa umetulia, lakini ulikuwa umechoka. "Imekwisha," alisema polepole. Zawadi alimtazama kwa makini. "Kweli?" Baraka alitikisa kichwa. "Ndiyo, hakuna tena mtu atakayekuja kutafuta maisha yetu." Neema alitabasamu kidogo kwa mara ya kwanza tangu tukio hilo la nje lianze. Mama Rehema alifunga macho yake kwa shukrani. Asha alisimama kimya akitazama yote. Hakukuwa na maneno mengi ya kusema tena, lakini kulikuwa na jambo moja lililobaki. Moyo wa kila mtu ulikuwa umebadilika. Baraka hakupata harusi, lakini alipata kitu ambacho hakuwahi kuwa nacho kwa muda mrefu: ukweli. Na ukweli huo ulikuwa mwanzo wa maisha mapya. Jua lilikuwa limeanza kuzama,
likitoa mwanga wa dhahabu juu ya manyesi. Baraka alisimama katikati ya watu ambao zamani aliwapoteza, lakini sasa walikuwa mbele yake tena. Asha alisogea karibu kidogo. "Sijui hatima yetu itakuwaje," alisema Asha kwa sauti ya utulivu. Baraka alikubali kwa kichwa. "Naelewa." Asha aliendelea, "Lakini najua kitu kimoja. Mtu anayekubali makosa yake ana nafasi ya kubadilika." Hakukuwa na ahadi ya mapenzi, lakini kulikuwa na heshima. Zawadi alimtazama Baraka, kisha Neema. "Safari inaanza sasa," alisema Zawadi kwa upole. Neema alishika mikono yao wote wawili. Kwa mara ya kwanza walisimama kama familia, si kamilifu, lakini ya kweli. Na mbali kidogo, wageni waliokuwa wakiondoka walijua wamekuwa mashahidi wa hadithi ambayo haitasahaulika. Harusi haikufanyika, lakini maisha yalifanyika. Na wakati mwingine, hiyo ndiyo hali ya ukweli.